Karibuni wanafunzi wa darasa la 5, 6 na 7 katika somo la hesabu. Leo ni somo la pili na tunaenda kujifunza sehemu zenye asili tofauti kujumlisha. Ninaamini wote mnaweza kujumlisha sehemu rahisi zenye asili moja. Mfano, 3 ya 8 jumlisha 5 ya 8. Sehemu hizi zina asili moja. Asili inabaki kuwa ile ile. 8 tunaenda kujumlisha kiasi. 3 jumlisha 5 tunapata 8. 8 juu ya 8, hii ni sawasawa na 1. Mfano mwingine wa sehemu zenye asili moja kujumlisha ni 2 ya 10 jumlisha 3 ya 10. Sehemu hizi zina asili moja. Asili haibadiliki, tunaenda kujumlisha kiasi. 2 jumlisha 3 tunapata 5. 5 ya 10 tunaweza kuirahisisha. 5 gawanya kwa 5 ni 1. 10 gawanya kwa 5 tunapata 2. Hii ni sawasawa na nusu. Lakini katika mifano yetu ya leo tuna sehemu zenye asili tofauti. Tuna 1 ya 2 jumlisha 1 ya 4. Unaweza ona asili za sehemu zetu rahisi ni tofauti. Kwa hiyo tutaenda kutengeneza sehemu zenye asili moja kwanza, kisha tutajumlisha. Tutatengeneza sehemu zenye asili moja kwa kuzidisha. Mfano, swali la kwanza, 1 ya 2 jumlisha 1 ya 4. Nitaenda kutengeneza sehemu rahisi 1 ya 4 asili yake kuwa 4 kama sehemu rahisi nyingine. Hili nitalifanikisha kwa kuchukua 1 ya 2 zidisha kwa 2 ya 2. 2 ya 2 ni sawasawa na 1. Hii haileti athari kwenye sehemu yangu. 1 mara 2 ni sawasawa na 2. 2 mara 2 ni sawasawa na 4. Kumbe 1 ya 2 ni sawasawa na 2 ya 4. Sasa ninaweza kujumlisha sehemu zangu kwa kusema 1 ya 2 ambayo sasa ni 2 ya 4 nitajumlisha na 1 ya 4. Asili zangu sasa zinafanana, naweza kujumlisha kawaida. 2 jumlisha 1 ni sawasawa na 3. Asili ni 4. Jibu langu ni 3 ya 4. Tuone mfano wa pili. 2 ya 5 jumlisha 3 ya 9. Hii ni sawasawa na, unaweza ona asili ya sehemu zangu rahisi ni tofauti. Kama tulivyofanya mfano wa kwanza, nitazifanya asili zangu za sehemu rahisi kuwa sawa kwa kuzidisha. Kwa swali hili, 2 ya 5 nitazidisha kwa 9 ya 9, nitapata 18 ya 45, na 3 ya 9 nitazidisha kwa 5 ya 5, nitapata 15 ya 45. Swali langu sasa naweza kuliandika kama 18 ya 45
jumlisha 15 ya 45. Asili zangu sasa ni sawa. Ninaweza kujumlisha kiasi 18 jumlisha 15. Hii ni sawasawa na 33 ya asili yangu ni 45 ya 45, na hili ndilo jibu langu. Twende tufanye mfano wa 3. 4 ya 15 jumlisha 3 ya 5 jumlisha 1 ya 30. Nitazifanya asili zangu zote ziwe 30 kwa kuzidisha. 4 ya 15 nitazidisha kwa 2 chini ya 2, nitapata 8 ya 30, na 3 ya 5 nitazidisha kwa 6 chini ya 6. Hii ni sawasawa na 18 ya 30. Kumbuka hapa lengo letu ni kupata asili ya 30. Tayari kwenye 4 ya 15 tumeshapata asili ya 30. Kwenye 3 ya 5 tumeshapata asili ya 30, na 1 ya 30 tayari asili yake ipo kwenye 30. Sasa tunaweza kujumlisha kawaida. 4 ya 15 ni sawasawa na 8 ya 30 jumlisha 3 ya 5 ni sawasawa na 18 ya 30 jumlisha 1 ya 30. Hii ni sawasawa na asili yetu ni 30. Tunaenda kujumlisha kiasi chetu. 8 jumlisha 18 jumlisha 1 ni sawasawa na 27. Jibu letu ni 27 ya 30. Naamini mtakuwa mmeelewa. Nikuachie swali la 4 na la 5 kama zoezi. Utafanya na majibu yako utayaandika kwenye comment section. Nitafurahi kuona majibu yenu. Asante kwa kunisikiliza. Msisahau kusubscribe, share na kucomment. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.